Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, niko tena mbele zako, ninatamani kusikia kile ambacho Roho Mtakatifu unaenda kukijaza ndani yangu siku ya leo, ili kwamba tembea ya wokovu wangu, tembea ya safari yangu ya imani, nijue ya kwamba mimi ni nani na umeniweka kwa sababu gani. Mwokozi, ninakushukuru. Ninajua masikio yangu ya mwilini na rohoni yatakuwa hai, ili kwamba nisikie kile ambacho Roho Mtakatifu unaenda kukiachilia katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana, uweza wa Bwana, kibali cha Bwana, nguvu ya Bwana, mamlaka ya Mungu aliye hai ikawe juu yangu kuanzia saa hii, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru, amen. Mshangilie Bwana kwa makofi. Hebu mshangilie tena Bwana kwa makofi. Haleluya, amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Msalimie jirani yako, msalimie jirani yako, mwambie Mungu akubariki. Mwambie Mungu akubariki kuwepo nyumbani mwa Bwana. Tembelea watu wawili watatu, mwambie Mungu akubariki kuwepo nyumbani mwa Bwana. Amen. Naweza ukakaa mahali ulipo. Chukua daftari. Ni haja yangu, ni kiu yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo iliyopondeka utadhalau. Ni haja yangu, ni kiu yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Andika, mimi ni mtu wa nyakati. Andika, mimi ni mtu wa nyakati. Kwenye maisha ambayo tunayaishi duniani, kuna watu wamezaliwa miaka ya 70, kuna watu wamezaliwa miaka ya 80, kuna watu wakazaliwa miaka ya 90, na kuna watu wengine walizaliwa hata miaka ya 27, hata kabla haijajulikana kwamba sisi tutatokea. Kwa hiyo tunapojifunza ya kwamba sisi ni watu wa nyakati, maana yake ni watu wa majira haya. Maana yake Mungu akitaka kumtumia mtu au akiruhusu mtu azaliwe, alizaliwa kwa sababu alistahili kwenye nyakati hizo. Kwa hiyo kila aliyezaliwa katika wakati fulani au wakati wa aina fulani, maana yake ni kwamba huyo mtu ni mtu wa nyakati, kwa sababu amezaliwa na Mungu ndiye aliyeruhusu mtu azaliwe. Bwana asifiwe. Amen. Maana yake kwa lugha nyingine tunaweza kusema hivi: kila aliyezaliwa katika wakati fulani, ndani yake kuna kusudi la Mungu ambalo ndani ya nyakati alizozaliwa inatakiwa alitimize kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Na hakuna mtu ambaye anafanikiwa kwa kwenda nje ya kusudi.
Hakuna mtu ambaye anastawi akienda nje ya kusudi. Zile nyakati ambazo Mungu aliruhusu uzaliwe, aliruhusu uwepo, maana yake ndizo nyakati ambazo Mungu ameliachilia kusudi litakalobariki na maisha yako pamoja na uzao wako. Amen. Ukisoma Biblia kitabu cha Mhubiri ile sura ya 12, ile sura ya 3 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake. Sema kwa kila jambo, kwa kila jambo kuna majira yake, kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi, na wakati kwa kila kusudi, chini ya mbingu, chini ya mbingu. Kwa kila jambo, kwa kila jambo kuna majira yake, kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi, na wakati kwa kila kusudi. Maana yake hivi, Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake. Maana yake ni hivi, wewe hata kabla haujazaliwa Mungu alishajua kuna mtu atazaliwa mahali. Maana yake kuna jambo litatokea. Hilo jambo likitokea litaruhusu mtu wa aina fulani azaliwe kwa sababu limetokea. Lakini anasema na wakati kwa kila kusudi. Maana yake ni hivi, Mungu akiweka kusudi analiwekea na muda wa hilo kusudi kutumika. Amen. Na ndio maana hata mapacha waliozaliwa pamoja, siku za kufa kwao zinaweza zikatofautiana kulingana na majira ambayo Mungu ameyafunga au ameyaweka kwenye kusudi la mtu. Kwa mnaweza mkatoka tumbo moja, mnaweza mkazaliwa baba mmoja mama mmoja, lakini kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako likawa tofauti na kusudi ambalo Mungu ameliweka kwa mtu mwingine ambaye mmezaliwa baba mmoja, mmetoka familia moja. Na ndio maana hata kazi watu hawafanani, wanatoka familia moja. Huyu ni daktari, huyu ni mwalimu, huyu ni mfanyabiashara, huyu ni mchungaji, huyu ni mwinjilisti, huyu ni nabii. Ni kwa sababu ya vile ambavyo Mungu anaweka kusudi ndani ya mtu. Maana yake lile kusudi analoliweka ndilo ambalo linafanya watu watofautiane katika maisha ambao wanaishi duniani. Amen. Na ndio maana kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 13 na ule mstari wa 36, Biblia inasema kwa maana Daudi akisha kulitumikia shauri la Bwana akalala pamoja na baba zake. Sema kwa maana Daudi, kwa maana Daudi akisha kulitumikia, kwa maana Daudi, kwa maana Daudi akisha kulitumikia kusudi la Bwana katika kizazi chake. Maana yake kusudi la Mungu kwenye maisha ya Daudi lilikuwepo kwenye kizazi chake. Ndio maana anasema Daudi akisha kulitumikia kusudi la Bwana katika kizazi chake. Maana yake katika kizazi kile Daudi alizaliwa kwa ajili ya kutimiza kusudi. Maana yake mwanadamu yoyote aliyezaliwa katika wakati fulani, maana yake amezaliwa kwa wakati huo ili alitimize kusudi la Mungu kwenye maisha. Ndio maana hata maisha yetu yanatofautiana, hata tabu tunazopitia. Kuna mtu ambaye anapitia tabu kuliko mwingine. Ukubwa wa kusudi utaamua pia na majaribu kwenye maisha yako. Hakuna ambaye alibeba kusudi hakukutana na misukosuko, hayupo. Kila aliyebeba kusudi, ukiangalia kwenye neno la Mungu, yoyote aliyebeba kusudi la Mungu, aliyeitwa kwa sababu ya majira, aliyeitwa kwa sababu Mungu ameweka shauri ndani, hakuwa ni mtu ambaye alitembea katika maisha ya niseme free. Manake lazima kuna gharama ambazo alizilipa ili kuzitimiza, yani kutimiza lile kusudi la Mungu. Kwa hakuna mtu atakayekaa mahali hakuna anachofanya, hakuna uwajibikaji wa kiroho alafu ategemee kusudi la Mungu kwenye maisha yake litatimia. Lakini neno linasema hivi, Daudi akisha kulitumikia
shauri la Bwana katika kizazi chake, akalala, akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Nataka niseme kitu hapa. Biblia inasema akaona kitu gani? Uharibifu. Sasa Daudi alikuwa amekufa, si tunakubaliana eh? Amen. Sasa cha kujiuliza, uharibifu ambao aliona Daudi ni nini? Ukisoma mstari hii 13, tusome mstari wa 37. Mstari wa 37. Sema bali huyu aliyefufuliwa na Mungu hakuona uharibifu. Maana yake ni hivi, Biblia inasema Daudi alipolitumikia kusudi la Mungu, alilala pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Mstari wa 37 inasema hivi, bali huyu aliyefufuliwa katika Mungu, huyu hakuona nini? Uharibifu. Manake huyu Daudi alipolitumikia kusudi, alipokufa akaoza. Manake mwili wake uliharibika, naelewa. Lakini Yesu yeye alipokufa, manake hakuona uharibifu kwa sababu mwili haukuoza. Hiyo ndo maana yake. Amen. Kwa hiyo nachotaka nikwambie, usipoelewa ya kwamba Mungu amekuita katika majira haya, usipoelewa sababu ya Mungu kukuokoa kwenye majira haya, katika watu, maelfu ya watu walio walevi, maelfu ya watu waliotumbukia kwenye madawa ya kulevya, maelfu ya watu waliotumbukia kwenye ukahaba, wewe haukuwa mmoja wao. Ni kwa sababu Mungu ana kusudi na maisha yako. Amen. Lakini ili kusudi litimie, jambo la kwanza lazima ujue kwamba mimi nimebeba kusudi la Mungu kwenye maisha yangu. Ukijua kama nimebeba kusudi, maana yake itakupa kujitunza kwa uchungu na kuangalia kile unachokifanya ili kwamba uweze kutimiza kusudi la Mungu na maisha yao ya baraka. Kwa hiyo nikwambie hivi, Mungu anamwambia Yeremia maneno haya. Anamwambia, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, nalikutakasa, nikakuweka kuwa nabii wa mataifa. Nimekuambia hivi, majira aliyoruhusu Mungu uzaliwa, ninaozungumza aliporuhusu uokoke. Maanake sisi tunazaliwa kimwili, lakini pia tunazaliwa kiroho. Mungu ameruhusu uzaliwa wa kiroho kwa sababu kuna nafasi ambayo amekuwekea kwenye maisha yako. Hauanzi kuwa mwinjilisti ile siku uliojua kama una huduma ya uinjilisti, wala hauanzi kuwa mwimbaji ile siku uliojua kama nina huduma ya uimbaji. Yeremia, wakati Mungu anamuita kwamba awe nabii, yawezekana ndani ya moyo wake alijua sasa hivi ndiyo Mungu ananiizinisha kuwa nabii. Lakini mtu anaizinishwa hata kabla hajawa, hata kabla hajaumbika. Mungu anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Manake Mungu huwa anatufahamu hata kabla hatujaumbwa kwenye matumbo ya mama zetu. Lakini pia anasema nalikutakasa, nikakuweka. Manake ni wakati uliopita. Yeremia katika wakati anaopata habari kwamba yeye ni nabii wa mataifa, lakini Mungu anasema nikakuweka kuwa nabii wa nini? Wa mataifa. Na nisikia watu wa Mungu. Kwa hiyo kusudi sio kitu kinachotokea kwa ajali, wala kuzaliwa kwa mtu sio jambo linalotokea kwa ajali. Kwa hiyo ukishaelewa kwamba sipo kwa ajali, hata kama utapita kwenye vitu vigumu ambavyo havieleweki, hauwezi ukamwacha Mungu, kwa sababu unajua mimi ninapojitunza, ninatunza na kusudi la Mungu kwenye maisha yangu. Sasa mtu anapozaliwa, manake ni hivi, unapokuwa kwenye tumbo la mama yako au unapokuwa kwenye ulimwengu wa roho kabla hujaumbika, maana yake kusudi lako linakuwa limefichwa. Lakini unapokuwa umezaliwa duniani, kuna upande wa pili wa adui au wa shetani, huwa unaliona kusudi la Mungu kwenye maisha ya mtu. Maana yake ule upande
unaanza kupigana na kusudi la Mungu lisitimie. Na hata kusoma neno la Mungu utagundua hata Yesu mwenyewe, Biblia inazungumza kwa habari ya mamajusi ambao Biblia inasema waliona nyota ya mashariki. Unaweza kusoma Mathayo 1:2, sema basi alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi kutoka mashariki walikuja Yerusalemu wakisema, yuko wapi mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja ili kumsujudia. Maana yake ile siku Yesu anayozaliwa, kuna watu waliiona nyota ya Yesu. Nyota inayozungumzwa hapa sio ile angani. Nyota inayozungumzwa ni hatima ya Yesu. Maana yake waliliona kusudi kwamba kuna mfalme ambaye amezaliwa. Walimuona hao mamajusi. Na mtu anapozaliwa, upande wa adui una uwezo wa kuona hiki kilichozaliwa ni kitu cha namna gani. Na ndio maana shetani akianza kupigana na mtu, hapigani na mtu akiwa mtu mzima. Kuna kitu ambacho kwenye sayansi kinaitwa full age. Yaani umri fulani wanasema, tunasemaje Kiswahili full age? Umri kama umri wa ujinga ule, kama wakubalee kulimbukia mambo, si ndio? Maana yake mtu akipoteza mahali fulani, na hata ukisema kila mtu atafute maisha yake yalipoharibika, ni wachache unakuta anaharibika uzeeni. Wengi anaharibika katika umri mdogo. Kwa sababu gani? Shetani huwa anataka aliwahi kusudi kabla halijatokea. Anajua mtu likikamatwa kusudi lake, maana yake ni kwamba huyo mtu hata wema wa Mungu au baraka ya Mungu kwenye maisha yake hawezi akaiona. Sasa hapa anasema mamajusi waliona nyota mashariki. Hapo anasema yupo wapi mtoto aliyezaliwa? Kumbe ulimwengu wa roho mtu anatambulikana hata kabla wakati haujafika. Tunazungumzia Yesu anaanza huduma na miaka 30. Lakini toka siku ya kwanza aliyozaliwa mamajusi waliona nyota. Kwa hata mimi toka siku ya kwanza nilipozaliwa ndipo ambapo hapa duniani ulimwengu wa roho ulijua kwamba kuna mchungaji amezaliwa. Bwana asifiwe. Ulijua kwamba kuna mchungaji amefanya nini? Kama ni mwimbaji, ulimwengu wa roho ulijua kuna mwimbaji amezaliwa. Kama ni mfanyabiashara, ulimwengu wa roho ulijua kwamba kuna mfanyabiashara leo amezaliwa. Manake hapo sasa shetani anaanza kuliwinda kusudi, kwa sababu anajua kusudi la Mungu lina kawaida ya kuwavuta watu wengi kwa Yesu, lina kawaida ya kuwaleta kwa Yesu. Lakini kusudi la Mungu kwenye maisha ya mtu huwa linabeba mpaka makusudi ya watu wengine. Ili watu wengine watimize kusudi, wanamhitaji mtu mwenye kusudi ndani, ndipo na wenyewe watatimiza kusudi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa baada ya mamajusi kuona nyota ya mashariki, ukisoma Biblia kitabu cha Mathayo ile sura ya 2 mpaka mstari wa 17, natamani tusome Mathayo sura ya 2. Mathayo sura ya 2. Nitaanza ule mstari wa 11 tutasoma mpaka 17. Naomba tusome wote. Sema wakaingia nyumbani. Maana yake hao ni mamajusi. Amen. Amen. Wakaingia nyumbani. Wakamuona mtoto pamoja na mamaye. Wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda kwao
kwa njia nyingine. Na hao walipokwisha kwenda zao, na tazama, malaika wa Bwana akamtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Mstari wa 15 sema, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie lile neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimwita mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu wenye miaka miwili na waliopungua kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi. Ndipo lilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi. Raheli akawalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa, kwa kuwa hawako. Unaangalia hapa ni kwamba Herode aliwaagiza mamajusi ya kwamba mtakapompata huyo mtoto aliyezaliwa ambaye ni mfalme, mnirudie mnipashe habari na mimi niende nikasujudu. Lakini walipofika kule, malaika wa Mungu anawafuata mamajusi na kuwaonya, kuwaambia msirudi kwa Herode. Biblia inasema wakapita njia nyingine. Baadaye Herode akaghadhabika, kwa nini hawa mamajusi hawakuja kuniambia huyo mtoto aliyezaliwa yuko wapi? Kwa sababu alitaka kumuua. Sasa Mungu anazungumza na Yusufu kwa ndoto kwamba Yusufu, muondoe mtoto mahali hapa na umpeleke Misri. Baada ya hapo, Herode anafanya maamuzi ya kupambana na kusudi la Mungu kwenye maisha ya Yesu. Anaamua kuua watoto wote wa kiume. Anaamua ngoja nimalize watoto wa kiume miaka 2 kushuka chini, kwa sababu aligundua kwamba huyu aliyezaliwa atakuwa na umri huu hapa miaka 2 mpaka kwenda chini. Kwa hiyo alichokifanya Herode ni kuamuru watoto wote wa kiume miaka 2 kwenda chini wauawe, akiwa na lengo la kumtafuta mtu mmoja. Tunaweza tukaishi kwenye hii dunia leo tukaona kwamba kwa nini sera za ushoga zinapamba moto, au kwa nini watu wanahangaika na wanaume wao wanawake. Unaweza kukuta kuna mtu mmoja tu anayetafutwa ili awe shoga na kusudi la Mungu lisitimie. Katika nyakati zote ambazo maangamizi yalitaka kutokea kwa watoto na kuharibu vizazi, ni nyakati ambazo Mungu aidha alitaka ainue shujaa au awainue mashujaa. Lakini ukiangalia hapa, Mariamu na Yusufu wanafanya wajibu wao kwa uaminifu, wanamtunza mtoto, wanaenda naye Misri. Maana yake walimlinda mtoto, walimwatamia mtoto. Sasa leo tunaweza tukawa ni wazazi ambao tumeokoka, lakini hatuna uwezo wa kuwatamia watoto wetu. Ni hatari sana kwa mtu aliyeokoka akute ghafla mtoto wake amekuwa shoga au amekuwa msagaji. Kuna vitu ambavyo ni majaribu, lakini kuna vitu ambavyo kuna nafasi ambayo umempa Ibilisi, amesababisha mambo mabaya yatokee kwenye vizazi vyako. Kwa unapoona mbiu za ushoga, mbiu za usagaji,
mapenzi ya jinsia moja, unapoona kwamba hivi vitu vinatangazwa kwa nguvu, elewa kwamba katika wakati huu kuna watu wa nyakati ambao wanatafutwa ili kwamba lisitimie kusudi la Mungu. Kwa hivi havitokei kwa bahati mbaya. Ulimwengu wa roho unajua unamtafuta nani, unamtaka nani, umemlenga nani ili mabaya yamtokee, umemlenga nani ili asitimize kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Kwa hiyo ukae ukielewa hivi, Mungu akiweka kusudi ndani, usije ukajua kama mambo yatakuwa marahisi. Mahali popote penye kusudi kuna vita ya kutosha ambayo inaonyesha ugumu kwamba haya mambo hayawezekani. Lakini kiuhalisia, mtu akiisha okoka, hakuna ambacho hakiwezekani, hakipo. Amen. Uaminifu wako kwa Mungu, uchaji wako kwa Mungu, vile ambavyo unanyenyekea kwa Mungu, vile ambavyo unapenda uwe na masahisho. Unajua kukosea anaweza akakosea yote, na nisikia watu wa Mungu, lakini kutengeneza sio kila mtu anatengeneza. Wengi tunasema tumetengeneza. Kuna tofauti kati ya kutambua kwamba umetenda dhambi na kutubu dhambi. Unaweza ukatambua kwamba nimetenda dhambi, lakini usiitubu dhambi. Kutambua ni ile unajua kwamba mimi nimekosea, lakini kutubu maana yake unaacha ile dhambi ambayo umeifanya. Kule ndo kutubu. Na kwa hiyo usije ukakaa kwenye maisha yako ukimwambia Mungu, ninaomba mimi nisipitie kitu chochote kwenye maisha yangu kigumu. Maana yako namwambia Mungu, mimi nataka niwe mtu wa kawaida. Lakini hakuna mtu ambaye ataushika ukuu kama hajapitia mahali fulani ambapo ni pagumu. Hamna. Amen. Kila jaribu linaloinuka kwenye maisha ya mtu lina vitu kadhaa ambavyo mtu anaweza kujifunza. Nilishawahi kufundisha nguvu za jaribu. Kitu cha kwanza, jaribu linakupeleka wewe kumfahamu Mungu zaidi. Jaribu vile unavyoendelea kuomba, vile unavyoendelea kutafuta Mungu akujibu, vile unavyoendelea kujinidhamisha kwamba Mungu nisaidie hiki, ndivyo unavyozidi kumfahamu Mungu. Lakini pia jaribu maana yake lina kazi ya kukupandisha, kukupeleka mahali pengine ambacho Mungu yaani pale alipokukusudia Mungu ili paje panahitaji jaribu. Kwa jaribu ni kama nguvu inayokusukuma wewe kulielekea kusudi. Ndio maana Biblia inasema furahini mnapoingia majaribuni. Amen. Sio kwa sababu majaribu ni mazuri, ni kwa sababu majaribu yanatupeleka kwenye uzuri. Lakini katika wakati ambao tunapita hatuwezi tukaona uzuri wa jaribu. Lakini pia jaribu linamtambulisha Mungu wako kwa mataifa. Amen. Pale unaposhinda, pale linapotokea jambo ambalo umeshinda, maana yake hata watu wasiomjua Mungu itasababisha wamjue Mungu. Amen. Leo tunasema Mungu wa Daudi ni kwa sababu kuna nyakati Daudi alishinda jaribu la Goliath. Ili watu wamtaje Mungu wako, ili watu wamseme Mungu wako, lazima kuna vitu vigumu vitokee. Hivyo vitu vigumu vikitokea uvishinde, na ndipo tunaposema ya kwamba huyu hapa Mungu wake ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa. Amen. Kwa hiyo lazima tuwe kizazi ambacho tunakubali kupitishwa, kuchongwa na Mungu. Tunakubali kupitishwa, kuhudumiwa na Mungu. Aruhusu tujaribiwe, aipime mioyo yetu kama ina uwezo wa kustahimili. Lakini pia jaribu linatengeneza tabia. Kuna aina ya tabia hauwezi ukaipata kwenye maisha yako mpaka umepitishwa kwenye majaribu. Uombe, Mungu hajibu. Utafute heshima, alafu watu wakutukane. Utafute fedha, uikose. Yaani vile unavyoendelea kuomba, maana yake na Mungu anakunidhamisha kukutengenezea mfumo wa maisha. Amen. Unaweza kukutana na mtu anasema mimi sielewi. Na mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza, hivi hawa watu wanaomba wanapataga wapi? Yaani wanapataga wapi maneno ya kusema hata naomba lisaa napata wapi? Nilikuwa najiuliza. Ila siku yalipoinuka mambo yalionisibu, sikuwa naomba lisaa, wananishangaa wao. Napata wapi masaa matatu nalia naomba, napata wapi? Na wao wananishangaa. Maana yake jaribu linatengeneza tabia. Inaweza kategua tabia ya maombi,
Mungu akiona wewe sio mnyenyekevu, anaweza kainua jaribu, vitu ambavyo vikushushe mpaka ujione ni wa kawaida. Huko nyuma huko kidogo tuliwekwa na mwenzetu mmoja. Sasa Biblia inasema hivi, Daudi alikuwa mzuri wa nini? Wa sura, si ndio? Si ndio? Amen. Daudi alikuwa mzuri wa sura. Kwa hata Mungu aliona kwamba Daudi alikuwa mzuri, kijana mwekundu mdogo. Kwa hata sisi watu tunaona kwamba huyu ni mzuri wa sura, si ndio? Sasa ikatokea binti mmoja, alikuwa ni binti wa kichawi. Alikuwa ni dada mmoja mzuri kweli kweli. Alikuwa ameokoka. Siku moja tumekaa tunazungumza. Sasa kuna mada ikainuka, na mada iliyoinuka nimesahau ilianzia wapi, lakini nakumbuka maneno aliyosema yule dada. Akasema, yani mimi ni mzuri mpaka malaika kwenye ulimwengu wa roho wanageuka. Malaika kwenye ulimwengu wa roho wanafanya nini? Akasema ingekuwa ndo kipindi kile malaika wanaasi, mimi ndo ningekuwa ndo wale ambao walitembea na malaika. Tukamsikiliza, tukabisha na nini. Wakati huo sikuelewa kwamba Mungu anataka tufundishe nini pale. Tukamsikiliza, tukabisha na nini, bisha pale, tokea ubishaji. Baadaye tukabaki wanaume watupu. Tulipobaki wanaume watupu, 90% ikasema inawezekana kwa sababu ni ila pale tulimbishia. Si unajua wanaume kwamba hatutaki atoke pale aone kama tulimsifia. Tukaanza lakini ni kweli. Ikapita kama wiki. Sasa alikuwa amepanga, akiwa anawasha gesi. Wangapi wanaijua gesi? Usikuta gesi. Alipopiga ikalipuka. Alafu ilipolipuka ikachapa uso tu. Na nielewa, tukasikia mwenzenu amepata ajali ya moto. Tukaenda pale. Sasa tulipotoka mjadala ukabadilika. Jamani amekuwa mbaya. Unanielewa? Alisema yeye ni nini? Kiburi. Akasema hata malaika yani wa mbinguni yeye wanamtamani. Hakujua kwamba ni ndani ya sekunde tu Mungu anakubadilisha. Ndani ya sekunde. Leo paka poda, fanya nini? Kuna siku ambayo utaoza. Biblia inasema hivi, Daudi alipolitumikia kusudi la Bwana akalala pamoja na baba zake. Hapo anasema alipolala akaona nini? Uharibifu. Maana alipokuwa kaburini ule uzuri wa Daudi haukuonekana. Ile siku utakayoondoka uzuri wako hautaonekana hata chembe. Watakupamba mpaka kwa zile wanazochomekaga kwenye pua, lakini bado utakuwa ni kitu cha kutisha. Na neno mtu wa Mungu. Manake uzuri wa mtu upo ndani ya kusudi. Sio ni mweusi, sio ni mweupe, sio ni mwembamba, sio ni mrefu. Yaani uzuri wako wewe ni pale unapotimiza kusudi la Mungu. Kwa sababu hata ukiondoka bado uzuri wako utabaki. Lakini ukiwa nje ya kusudi hamna uzuri utakaokuwa nao hata ungevaje. Unaweza kuwa na suti 100 utaziacha wanakuzika na moja. Na nataka nikwambie, na kama tungekuwa watu wage hakika wangekuzika hata na singlet ili watu walithi nguo. Na naelewa, ila kwa sababu tunaaga pengine watakuvisha kwa aibu. Ila wanasema lakini marehemu naye ameenda na gauni zuri. Marehemu naye jamani, ile suti ndio ya kuzikwa nayo, si angenipa mimi. Kuna watu wa hivyo, mimi nawaambia. Amen. Nisikia watu wa Mungu. Amen. Kwa usije ukajivuna kwa vitu ambavyo vinaonekana nje. Yaani Biblia inasema hivi, msijisifu kwa ajili ya kitu chochote, bali mjisifu kwa sababu mnamjua Mungu. Manake ndani ya kumjua Mungu utaliona kusudi la maisha yako. Mungu amekukusudia nini? Mtu aliye nje ya kusudi hawezi. Amen. Yaani mtu aliye nje ya kusudi, nasema tena, hawezi kwenda mbali, hawezi. Kinachokupeleka mbali ni pale
Mungu anaposimama kwenye kusudi lako. Kinachokulinda ni pale Mungu anapolinda kusudi. Mungu alipokuwa akimlinda Yesu mpaka anamwambia toka, kwa sababu Herode anakusudia kuwa, ni kwa sababu alikuwa analinda kusudi alilonalo Yesu. Ndio anakuambia hivi, kama wewe ni mzazi ambaye unaombea watoto wako, wala hata ukisikia ushoga unaongezeka, huna sababu ya kuogopa. Ombea kusudi la mtoto wako, pengine ndiye anayetafutwa. Usio kujua watoto waliobadilika kuwa mashoga kwamba Mungu hakuwakusudia, aliwakusudia, lakini wametafutwa, wamepatikana kwa sababu wewe mzazi haukuwa rohoni. Sasa jiulize, mpaka Yusufu anaona hiyo ndoto. Maana yake Yusufu alikuwa ni mtu wa kiroho. Ukisoma Biblia, Yusufu anatajwa kama mtu ambaye ni mcha Mungu. Wewe ni mzazi ambaye unamcha Mungu? Ni mzazi ambaye Mungu akikuangalia anaona sababu ya kukuonyesha mambo ya watoto wako kule mbele yatakavyokuwa mabaya ili uepuke. Yaani anaona, manake ndani ya uchaji ndiko vizazi vyetu vinalindwa, ndiko ambako vizazi vyetu vinainuliwa. Manake nje ya kumcha Mungu hautaona kizazi chako kikiinuka, hautaona. Amen. Wala hautaona ile neema ambayo inazungumzwa kwenye uokovu, hautaona hiyo neema ikitenda kazi. Kila kitu kwenye maisha yako ya uokovu unahitaji hamasa. Kusoma neno hamasa, ibada hamasa, yaani kila kitu uhamasishwe. Lakini mtu ambaye anaelewa mimi nipo kwa ajili ya kusudi, hahitaji hamasa, anachotaka ni kutimiza kusudi. Kwa bidii yake katika Mungu lazima iwe kubwa. Haifanani na mtu ambaye ameshajikatia tamaa, ambaye ameokoka lakini watu wakasema ni kama tu, yaani ameokoka ni kama tu yupo, anapoteza muda. Mtu mwenye kusudi hana muda wa kupoteza, kwa sababu anajua mimi nimeitwa kwa ajili ya kizazi hiki, na nipo kwa sababu ni nyakati ambazo Mungu ameniamuru niwepo, na ameamuru ya kwamba kusudi langu litatimizwa kwenye nyakati hizi. Kwa hiyo nataka nikuambie hivi, kama kuna mahali ambapo panakukatisha tamaa kwenye maisha yako, kama kuna mahali ambapo hauoni mwelekeo kwenye maisha yako, yaani elewa kwamba kwa wakati huu, kwa sababu wewe ni mtu wa nyakati, lazima kuna mambo Mungu aruhusu ili kwamba uweze kufika mahali ambapo yeye amepakusudia. Amen. Heshima haitakuja kwa sababu umesema naomba heshima, wala kibali hakitakuja kwa sababu umesema ninaomba kibali. Kibali kitakuja kwa sababu unajua jukumu lako ndani ya ufalme wa Mungu ni nini. Unajua kwa sababu gani ameniokoa, kwa sababu gani ameruhusu niwepo kwenye majira haya, kwa sababu gani ameruhusu nizaliwe. Amen. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaweza akakulinda, si kwamba upo sahihi. Na nisikia watu wa Mungu, sio swala la nini la usahihi, ni swala ya kwamba analinda kilichopo ndani yako kisipotee. Unakilinda kilichopo ndani yako. Kwa nini dhambi imekuwa rahisi? Kwa nini rahisi kusikia mtu kama ameanguka, kusikia kwamba mtu ameacha uokovu? Ni kwa sababu wengi wameokoka lakini hawajui kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Kwa wanampa shetani nafasi, kwa sababu hawajui kwamba uokovu upo kwa sababu unalinda lile kusudi ambalo Mungu ameliweka kwenye maisha yako. Mungu anamwambia Yeremia hivi, nalikujua kabla sijakuumba tumboni mwa nani? Tumboni mwa nani? Kwa hiyo wewe ulijulikana kabla haujaumbwa katika tumbo la mama yako. Mungu alijua. Amen. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Ayubu sura 32 mstari wa 8, Biblia inasema, lakini ndani ya mwanadamu iko roho, na pumzi ya Mwenyezi Mungu huwapa akili. Ndani ya mwanadamu kipo kitu gani? Roho. Hapa anasema na pumzi ya Mwenyezi Mungu ndio inayowapa akili. Ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2 na mstari wa 7, Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai,
mtu akawa nafsi hai. Jambo la kwanza anasema ipo roho ndani ya mwanadamu. Hapa anasema na pumzi ya Mwenyezi Mungu inawapa nini? Akili. Alafu Mwanzo 2:7 anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Maanake kumbe mwanadamu uhai wake umetokana na Mungu. Maanake wewe upo kwa sababu ulitoka ndani ya Mungu. Mungu alikutoa ndani yake yeye, na ndio maana anasema pumzi yake ndiyo ufahamu ulionao, ni kwa sababu pumzi ipo. Lakini akinyang'anya pumzi yake, maana yake ni kwamba mwili unakuwa hauna akili ya kufanya chochote. Kwa akili aliyokupa Mungu, una maamuzi kwamba niitumie kufanya mabaya au niitumie kufanya mazuri. Ni maamuzi yako. Amen. Duniani unachagua ni upande gani ambao unaelekea. Duniani unachagua ninataka kwenda mbinguni au ninataka kwenda jehanamu. Ni uamuzi wa mtu binafsi, kwa sababu Mungu alichokiweka ni akili. Akili yako itakujulisha lipi ni baya, na akili yako itakujulisha lipi ambalo ni zuri. Na ndio maana Biblia inasema roho hushuhudia pamoja na roho zetu. Maana yake ile pumzi ya Mungu ndani yako inakushuhudia vile ulivyo, lakini na Roho Mtakatifu naye anakushuhudia vile ulivyo. Sasa nimekwambia mwanadamu ambaye huyu anakusudi ametokana na Mungu, na maana yake, ndio maana akimaliza kazi tunasema huyo mwanadamu lazima arudi kwa nani? Kwa Mungu. Ndio Petro aliposema Bwana alitoa na Bwana amefanya nini? Ametoa. Alichokitoa Mungu ni ile pumzi ambayo ndio wewe sasa unaishi duniani. Amen. Na ndio maana ukisoma tena kitabu cha Mhubiri ile sura ya 12:7 inasema nayo mavumbi urudi katika nchi kama yalivyokuwa. Mavumbi yanayozungumziwa hapa ni mwili wako, kwamba huu mwili unarudi kwenye udongo, lakini anasema na roho urudi kwa Mungu aliyeutoa. Maana yake mwanadamu kwa mwili wa nje ametwaliwa mavumbini au kwenye udongo, lakini kuna mtu wa ndani, huyu ambaye ni roho, huyu ametokana na Mungu. Kwa hiyo anarudi kwa Mungu ambaye alifanya nini? Alimtoa. Kwa hiyo wewe, nilikwambia alichokifanya Mungu, aliweka tu mfumo watu wazaliane, kwamba watu wakikutana kimwili, sema watu wakikutana kimwili, hawazalishi roho, wanazalisha mwili. Na nisikia? Amen. Mwambie mwenzio hawazalishi roho, wanazalisha mwili. Maana yake udongo ukikutana kwa udongo unazaa nini? Lakini ili udongo uwe hai unahitaji mwenye punzi apulishie ili udongo uwe hai. Maana yake ni hivi, kama roho inarudi ilikotoka, maana yake ilitoka wapi? Niwasikie, ilitoka wapi? Tusome tena, tutasoma pamoja. Ayubu 32:8 sema, lakini ndani ya mwanadamu iko roho. Hilo la kwanza. Sema na pumzi ya Mwenyezi huwapa akili. Mhubiri 12:7 sema nayo mavumbi urudi katika nchi kama yalivyokuwa, na roho urudi kwa Mungu aliyeitoa. Hiyo roho imetoka wapi? Kwa Mungu. Mungu yuko wapi? Mungu yuko wapi? Siwasikii. Hiyo roho imetoka wapi? Kwa Mungu. Mungu yuko wapi? Mbinguni. Muulize mwenzio, una habari kwamba nilikuwepo mbinguni? Una habari kama ulikuwepo mbinguni? Unajua kama nimetoka kwa Mungu? Unajua kama nimetoka kwa Mungu? Muulize tena. Unajua kama nimetoka kwa Mungu? Maana wewe si kwamba yani Mungu yeye anazo roho, sawa? Anazo roho mbinguni. Yaani watu wakutane, yeye ameweka tu formula, sawa? Kwamba wakikutana, dongo kwa dongo likikutana, mwili unafanya nini? Unatokea. Likitokea yeye anarusha roho. Ile roho aliyorusha na kusudi. Na ndio maana hata mtoto wa kahaba anaweza kama mchungaji. Na nisikia? Amen. Sasa ngoja niwasimulie habari ya Yesu. Kuna kahaba mmoja ambaye anaitwa Rahabu.
Wangapi wamewahi kumsoma? Amen. Wangapi wanajua kwamba yule kahaba, sawa, ndiko ukoo wa Yesu ulikotokea? Wangapi wanajua? Sasa niwaambie leo hivi, yule kahaba wakati wanaingia wanaingia kwenye nchi ya ahadi, wakati wameenda kupeleleza wale wapeleleza ambaye aliwaficha. Naelewa? Yule ndiko ukoo wa Yesu mpaka anazaliwa Yesu. Maana yake yule kahaba ndiko ambako Yesu anafanya nini? Anatokea. Kwa sababu ni formula Mungu aliweka, watu wakikutana kitu lazima kifanye nini? Kitokee. Kwa mtoto akishazaliwa amezaliwa, hajalaniwa, amezaliwa. Ni roho imebeba kusudi la Mungu. Isipokuwa kama ilizaliwa nje ya utaratibu, lazima kuomba na ipambane kwamba hilo lisifutike, ili ile roho isiwe na mikwamo mingi au isiwe na visiki ambavyo inahitaji kuving'oa. Naelewa watu wa Mungu? Amen. Kwa Mungu ameweka formula. Lakini yani yoyote aliyozaliwa, elewa Mungu amemkusudia. Amen. Yoyote. Wala hakuna mtoto wa bahati mbaya. Watoto wote unawaona amezaliwa kwa njia gani, elewa kwamba maadamu amekuja duniani kuna kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Lipo. Sasa nataka nikwambie hivi. Ukisoma Yohana 3 mstari wa 6 nasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Maana yake kilichozaliwa kwa mwili, maana ya udongo, huo ni nini? Ni mwili. Lakini kipo kinachozaliwa kwa roho. Sasa kilichotokea kwenye maisha yetu ni kwamba toka dhambi ilipoingia tulipoteza lile kusudi la Mungu kwetu. Maana yake mlango wa kwanza wa mtu kutoelekea kusudi la Mungu ni pale anapopoteza mahusiano na huyo Mungu. Kwa hiyo kwenye uokovu wako, unapoacha kuhusiana na Mungu vizuri kwa kuyaishi maisha matakatifu, ni kwamba unalipoteza kusudi lako. Kusudi la Mungu toka anamuumba Adamu, alisema akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa mwituni. Akasema vitu vyote hivyo akavitishe. Lakini siku aliyokosea hakuwa tena mtawala, shetani akachukua ule utawala. Sasa Yesu anapokuja kwetu, maana yake anaturudishia utawala. Ndio anasema nimewapa mamlaka. Wewe uliokoka una hakika kwamba mamlaka ambayo Yesu amesema ametupa unayo? Yale ambayo unayaombea kwenye maisha yako, yale ambayo unayakataa kwenye maisha yako, bado yamesimama au yameondoka? Usipoamua kutembea na Mungu, hauwezi ukalitimiza kusudi la Mungu katika nyakati hizi. Mtu yoyote wa nyakati anayejua kusudi la Mungu, anayejua neema ya Mungu, anayejua kwa nini ameokoka, Mungu hawezi akamwacha angamie, wala hawezi akamwacha adui zake wafurahie. Kuna watu ambao nimekwambia kila nyakati ambao mtu amezaliwa kuna kusudi la Mungu. Kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Esther. Ukisoma kwenye kitabu cha Esther, Esther alikuwa ni yatima, anaelelewa na mjomba wake. Kwa hiyo pamoja na uyatima, ilipotangazwa kwamba wana wa Israeli, anasema watu wote waliomwamini Yesu waikataa imani, yeye akasema mimi siwezi kukataa imani. Walichokifanya wakamkamata Bartimayo, alafu wakamchuna ngozi. Na nisikia watu wa Mungu, akachunwa ngozi. Toka mara ya kwanza wanapoanza kumchuna, walimwambia utakaposema tu nimekaa na imani tunaacha kukuchuna. Alichunwa ngozi mpaka mwisho, lakini Bartimayo akaendelea kukiri imani. Kuna watu ambao wamelipigania kusudi mpaka mauti imewapata. Amen. Kuna watu ambao yaani hii imani ambayo sisi leo tunajivunia, tunacheza humu ndani kwa uhuru, lakini kuna watu walikufa kwa sababu ya hii imani. Sio kama Mungu alikuwa hawaoni. Kuna watu walitoa sadaka ya maisha yao. Amen. Maana kuna siku ambayo sadaka walioitoa wale watu ili tupokee Injili, kuna siku Mungu atatukusanya. Atasema ziangalieni hizi nyakati, hao walitumika kwa uaminifu pamoja na kupigwa mawe. Kuna siku ambayo kuna mtu atajitetea,
Kuna mtu atajitetea, atasema Mungu, mimi niliacha imani kwa sababu maisha ni magumu. Atatokea Yesu mwenyewe atakwambia mwana wa Adamu hakuwa na mahali pa kulala. Amen. Lakini aliendelea na nini? Na imani. Amen. Imekuwaje leo tukipata majaribu, watu tuliopokea imani ile ile, watu tunamwamini Yesu yule yule, imekuwaje leo tunarudi nyuma kwa sababu kuna majaribu yametokea? Tunapunguza kuomba, tunapunguza kiwango chetu cha neno, tunapunguza maisha ya ibada kwa sababu ya majaribu. Kuna siku ambayo inakuja hautakuwa na cha kujitetea. Kila utakachojitetea kuna shujaa ambaye atasimamishwa, ambaye alishinda kitu ambacho kilikushinda. Amen. Yaani chochote utakachomwambia Mungu, chochote utakachosema kwa Mungu, utakaposema Mungu, niliomba uniponye, ukuniponya, nikaona njia ni kwenda kwa mganga, siku hiyo Mungu atakuletea hapo akina Danieli ambao wanaona kwamba kabisa kuna kitu cha hatari, lakini hawaogopi. Wanasema ni heri tukafie kwenye shimba, wengine wanasema ni heri tukafie kwenye moto, lakini lazima tuendelee kumwabudu Mungu. Amen. Biblia inasema yoyote aliyependa baba au mama kuliko mimi hanifai. Amen. Yoyote anayependa chochote kuliko Yesu, huyo mtu hawezi akamfaa Bwana. Amen. Hauwezi ukaingia mbinguni kama kuna vitu umevipa kipaumbele. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hatutakuwa na cha kujitetea, hakitakuwepo. Hakitakuwepo. Wakati mwingine tafuta kusoma tu kujua historia ya wokovu mpaka unapokea neema, hamna anayekusumbua, serikali haikugusi. Mitume wakati wanahubiri Injili, ukisoma Biblia kuna wakati walikuwa wanaitwa wanachapwa viboko, wakitoka hapo wanafurahi kwa sababu wamepigwa na wanaendelea kuhubiri Injili. Wangekuwa na moyo kama tulionao leo, sidhani kama hii Injili ingeenea. Sidhani. Kuna wakati unatakiwa uendelee kutimiza mpango wa Mungu huku unapita kwenye maumivu. Amen. Lazima uruhusu. Amen. Usiporuhusu hilo, mimi nataka nikwambie, hautakuja kumuona Mungu akiinua kizazi chako, hautakuja. Amen. Yaani ukimsema Stefano, ukimsoma Stefano akahubiri Injili, Stefano alipohubiri Injili watu wakamgeukia wakasema ametutukana, wakaanza kumpiga kwa mawe. Biblia inasema Stefano alipoangalia akaona mbingu zimefunguka, hapo akasema Bwana uwasamee hawajui walitendalo. Sasa mkamate mpagani wa kirokole ametendewa mabaya, uone atakachosema. Wewe mkamate tu mpagani wale waliokoka ambaye ndani bado kuna upagani alafu ametendewa mabaya, usikilize zile taa zinazowaka, maneno anayosema, utakuja kugundua kuna tofauti. Lazima tukubali kwamba Mungu akikuita kwenye nyakati fulani, maadamu umezaliwa, maadamu umeokoka, lazima ukubali kuna mambo magumu lazima uyapitie. Amen. Na hayo mambo magumu kiyapitia, Mungu anataka uyashinde ili ajitwalie utukufu. Amen. Hakuna utukufu kama haujashinda. Hakuna utukufu. Haupo. Na nisikia watu wa Mungu. Amen. Ni heri ukavunjwa miguu, ukavunjwa mikono, lakini uingie mbinguni. Amen. Kuliko ukafa na miguu yote na mikono yote alafu mbinguni haujaingia. Itakuwa kilio na kusaga meno. Hatuna la kujitetea, hatuna. Mimi na huwa napata shuhuda zingine, huwa nashangaa liwezaje. Leo nikikwambia wewe utembee, tunaenda kushuhudia, tutembee mpaka Changalawe, unaweza kuanza kutoa sababu. Unajua daktari aliniambia hiki, alisema hivi. Jamaa, ngoja niwaambie. Mara nyingi wanarudia Moses Krola. Kipindi anaanza Injili hakuwa na gari. Unanisikia? Nimesema hakuwa na nini? Na gari. Ilikuwa ni kwa mguu, anavunja mkoa mpaka kwa mkoa kwa mguu. Akihubiri hapa anaendelea hapa. Mpaka akifika huko mbele ajua alitoka wapi. Alafu kuna mtu hawezi kwenda Changalawe. Kuna mtu hawezi kwenda Mbagala. Kuna mtu hawezi kwenda Meti. Yaani kila tutakalojitetea siku ile kuna watu watasimama. Na ndio maana Biblia inasema Mungu atahukumu kwa haki. Kila unachosema umeshindwa, utagundua kuna mtu alishinda. Kila ulichoshindwa kuna mtu alishinda. Au kuna mtu alipata gumu akashinda. Leo mseme ukweli tu. Mkachelewa ibadani ninyi wote. Tumesema ni saa 1.
mkafika saa 2 nikafunga milango, nikatandika viboko. Niye mnarudi Jumapili ijayo? Mnarudi? Nakwambia hapa atarudi mmoja au wawili. Nanielewa? Nasema hii imani ya namna gani? Wenzao walikuwa wanatandikwa viboko, wanaenda kuhubiri Injili. Anachumwa mwenzie ngozi, hajali, kesho anasimama naye anaendelea kusema Yesu anaokoa. Ngoja nikwambie, kuna mtu mmoja anaitwa Yohana ambaye aliandika kitabu hiki cha Ufunuo. Yule jamaa walimfunga waliweka katika gereza la mbali polini, kisiwa kinaitwa Patmo. Yule jamaa walipofika wakakuta anaandika kitabu cha Ufunuo, anakiandika hiki cha Ufunuo tunachokisoma, anaandika. Wakamkata mikono. Na naelewa? Wakamkata nini? Mikono. Walipomkata mikono, waliporudi mara nyingine wakakuta imeota, jamaa anaendelea kuandika kitabu. Baadaye wakaona asituchezee, chemsha kwenye pipa. Wanarudi wanakuta mwamba anaandika kitabu. Na naelewa vizuri? Wewe leo ukiugua kichwa ni kelele mtindo mzima. Umelazwa siku 3, nataka tukuombee mwaka mzima. Watu wali struggle. Mnanisikia kwa Mungu? Watu wali struggle. Yaani hii imani, elewa, watu wali struggle. Kuna watu walitoa sadaka maisha. Yesu alijitoa sadaka, lakini kuna wengine walijitoa sadaka kueneza Injili. Wewe leo unataka upite free tu, ukiomba Mungu ajibu. Kama unambonyezea Mungu bata, asiyefanya kusudi lake kwa kulitimiza, asiyefanya. Mimi nataka nikwambie hivi, maombi kujibiwa kwa maombi inategemea Mungu anakuonaje mbinguni. Hilo niwaambie. Wala tusifarijiane kwamba ukiokoka yote yamekwisha. Yaani kilichokwisha ni kwamba msamaha tunapata bure, ila kulitumikia kusudi gharama ipo. Kuna gharama ya maombi, kuna gharama wewe inatakiwa uvumilie, ukutane na magumu, uendelee kusema Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Hamna siku ambayo nitafurahi kama unakuja umevimba mdomo hapa na kuuliza nini, unasema mume wangu alinipiga ngumi. Nasema hiyo sawa. Unanielewa vizuri? Sio kama nafurahia umepigwa, najua wewe unajielewa. Bwana asifiwe. Muulize mwenzio, unaelewa kwamba umeitwa kwa majira haya? Muulize tena mwenzio, unaelewa kwamba haya ni majira ambayo Mungu amekuita? Unaelewa kama haya ni majira? Unajua kwamba wewe ni mtu wa nyakati hizi? Unajua kwamba wewe ni mtu wa nyakati. Muulize tena, unalijua hilo? Unalijua hilo? Unajua kusudi la Mungu kwenye maisha yako? Unajua kusudi la Mungu kwenye maisha yako? Unaamini kwamba Mungu amekuweka kwa kusudi? Unaamini kwamba Mungu? Muulize tena kwa sauti, unaamini kwamba umewekwa kwa kusudi? Unaamini kwamba umewekwa kwa kusudi? Unaamini kwamba umewekwa kwa kusudi? Unajua kwamba umewekwa kwa kusudi? Unajua kwamba umewekwa? Upo tayari kulisimamia kusudi? Upo tayari kulisimamia kusudi? Nataka nikuambie kitu cha mwisho. Unapokutana na changamoto au jaribu kwenye maisha yako, elewa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, elewa kwamba ndani yako kuna kusudi la Mungu. Kwa hiyo changamoto zako sio za bure, zinalenga kukujaribu kwa ajili ya kuimarisha kusudi. Kwa unapopitia jaribu lolote, jua jaribu hilo lipo kwa ajili ya kuimarisha kusudi tu. Hakuna kitu kingine. Basi elewa kwamba kwa jaribu hili kusudi langu ambalo Mungu amenikusudia linaimarishwa. Lakini jambo la pili, unapokutana na jaribu lolote, elewa kwamba ile nguvu iliyomfufua Yesu alipokuwa amekufa na ndani yako ipo. Maana yake inaweza ikayafufua na kuisha maisha yako tu. Amen. Na ndio maana ukisoma Warumi 8:11 anasema nguvu ile ile iliyomfufua Kristo katika wafu inakaa ndani yetu. Sema nguvu ile ile iliyomfufua Kristo katika wafu inakaa ndani yetu. Maana yake wewe, kwa sababu umebeba kusudi, wewe kwenye maisha yako elewa kwamba una nguvu ambayo Mungu ameiweka ndani.
Hiyo nguvu aliyoweka ndani ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unatimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Amen. Lakini pia elewa kwamba wewe ni mshindi katika mambo yote. Amen. Elewa kwamba wewe ni mshindi. Amina. Ndio maana Warumi 8:37 inasema katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Sema katika mambo yote ninashinda na zaidi ya kushinda. Maana yake ni kwamba sisi sio kwamba tunashinda tu kwenye majaribu, tunashinda na zaidi ya kufanya nini? Maana yake ushindi ni kitu cha kawaida, ila zaidi ya kushinda maana yake ndiyo level yetu tuliyowekwa, watu ambao tumebeba kusudi. Amen. Kwa haijalishi ni mazingira gani tutapitia, haijalishi watu watasema nini kwenye maisha yetu, haijalishi dunia itatuona namna gani baada ya kuokoka, haijalishi familia zetu zimetuchukulia namna gani baada ya kuokoka, ili mradi tumejua kwamba tumewekwa kwa ajili ya nyakati hizi, hatuna sababu ya kuogopa. Amen. Siku ya leo kila mtu ataomba kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Kila mtu ataomba kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Nataka watu ambao hawajafika miaka 25 simameni. Kama hujafika miaka 25 simama. Kama hujafika miaka 25 simama. Sogeni hapa ambao hujafika miaka 25. Ombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadhalau. Ni haja yangu, ni kiu yangu, nifanane nawe. Sogeni hivi. Nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadhalau. Ni haja yangu, ni kiu yangu, nifanane nawe, nifanane na maombi yangu. Tusimame tumwabudu Mungu. Yafike kwako, inua mikono. Moyo utadhalau. Ni haja yangu, ni kiu yangu, nifanane nawe. Na uliokoka leo njoo, fanane nawe, ifanane na maombi yangu yafike kwako, moyo utadhalau. Ni haja yangu, ni kiu yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, nataka tuombe kwa ajili ya kusudi. Sema Bwana Yesu, ninaliombea kusudi lako kwenye maisha yangu likatimizwe. Nimejua ya kwamba katika nyakati ambazo uliruhusu wanadamu wazaliwe, katika nyakati ambazo uliruhusu watu wawepo, na ndizo nyakati ambazo uliliamuru na kusudi lako
liwepo kwenye maisha yao katika jina la Yesu. Adui mwenye kunyang'anya kusudi la maisha yangu, mwenye kunyang'anya hatima, katika jina la Yesu ninakuamuru achia hatima yangu, ninakuamuru achia kusudi langu, katika jina la Yesu ninakuamuru adui yaachie maisha yangu, ninakuamuru adui achia kusudi langu, ninakuamuru adui achia maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kusudi langu, hatima yangu, hatima yangu, nyanyuka kwa jina la Yesu, simama kwa jina la Yesu. Nimeitwa kwa majira haya, nimeitwa kwa majira haya. Kila anayezuia wito wangu kwenye majira haya, kila anayezuia kusudi langu kwenye majira haya, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Kila mmoja aombe kwa ajili ya kusudi lake katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila kazi za adui zilizokamata hatima, zilizokamata kusudi kwa damu ya mwana kondoo, ninavunja kila nira za shetani, ninavunja kila kazi za adui, ninavunja kila kazi za adui zilizoshika kusudi lako, ninavunja kila kazi za adui zilizoyang'anya kusudi lako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninateketeza kwa moto kila kazi za adui zilizokamata kusudi, ninateketeza kwa moto kila kazi za shetani zilizokamata kusudi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Shetani achia kusudi, adui achia kusudi, achia kila kusudi ulilonyang'anya kwenye maisha yao, achia kila kusudi ulilonyang'anya kwenye maisha yao, katika jina la Yesu. Ninateketeza kwa moto kila nguvu ya giza iliyokamata kusudi, ninateketeza kwa moto. Nena mbele za Bwana, bomoa kila madhabahu inayopambana na kusudi la Mungu, bomoa kila madhabahu inayopambana na kusudi la Mungu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila madhabahu inayopingana na kusudi la Mungu, kwa jina la Yesu ninaiteketeza, kwa jina la Yesu ninateketeza, kwa jina la Yesu ninateketeza, kwa jina la Yesu ninateketeza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Ninabomoa kila madhabahu iliyokamata kusudi, katika jina la Yesu ninaangusha kila madhabahu iliyokamata kusudi, katika jina la Yesu. Kila madhabahu inayopambana na hatima yako, kila madhabahu inayopambana na hatima yako, ninateketeza kwa moto kila mikataba ya roho, achia mkataba, kila mkataba ulisimamishwa katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho, inateketezwa, 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 inateketezwa kwa moto, kwa moto, inateketezwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Teketea nguvu ya giza, teketea nguvu ya giza, teketea
nguvu ya giza, teketea nguvu ya giza, teketea nguvu ya giza, teketea nguvu ya giza, teketea nguvu ya giza. Ninaamuru moto, ninaamuru moto, ninaamuru moto kila madhabahu iliyokamata hatima yako, kila madhabahu iliyokamata kusudi lake, kila madhabahu iliyobeba hatima yake, achia moto, achia moto, achia moto yake, achia kusudi lake, achia kusudi lake katika jina, achia kusudi lake katika jina, achia kusudi lake katika jina, achia kusudi lake kwa moto na kwa damu, kwa moto na kwa damu, kwa moto na kwa damu, inakuamuru katika jina, achia kusudi lake moto wa Roho Mtakatifu, teketeza kila nguvu ya giza, teketeza kila nguvu ya giza, teketeza kila nguvu ya giza, teketeza kila nguvu ya giza katika jina la Yesu, teketea kwa jina la Yesu, moto wa Roho Mtakatifu, jina la Yesu, ninausemesha jina la Yesu, roho ya kuzimu katika jina la Yesu, roho ya kuzimu, 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 moto, roho ya kuzimu, moto, roho ya kuzimu, moto, roho ya kuzimu, moto, roho ya kuzimu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika moto juu ya gango, moto juu ya gango, toa kila takataka, toa kila takataka, moto juu ya gango, 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 inapiga kila mashetani yote, kila mizimu ya familia, ninaamuru moto, inapiga kwa moto, inapiga kwa moto, inapiga kwa moto, inapiga kwa moto, ina mizimu moto, roho ya uganga, roho ya uganga, moto, roho ya uganga, moto, kila mlichomwekea ndani yako, joka, 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 uliyetuma udongo kuzimu, uliyetuma udongo kuzimu, moto, 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 uliyetuma udongo kuzimu, teketea, 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 uliyetuma udongo kuzimu, ninakukemea kwa damu ya mwana-kondoo, ninakukemea kwa damu ya mwana-kondoo, ninakuteketeza kwa damu ya mwana-kondoo, ninakubomoa kwa damu ya mwana-kondoo, kwa damu ya mwana-kondoo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, chochote kilichoenea maisha yake ninateketeza kwa moto, ninateketeza kwa moto, kila agano la adui lililoenea maisha yake ninateketeza kwa moto, ninateketeza kila makusudi ya adui katika maisha yake, ninateketeza kwa moto, ninateketeza kwa moto, ninateketeza kwa moto katika jina la Yesu. Achilia maisha yake, achilia kusudi lake, achilia kusudi lake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila mlichokamata, kila agano la familia, kila agano la ukoo, kila agano la familia, ninateketeza kwa moto, ninateketeza kwa moto, kila nguvu ya agano ninaiteketeza kwa moto, kila nguvu ya agano ninaiteketeza kwa moto, ninaiteketeza kwa moto, ninaiteketeza kwa moto. Hauna mamlaka ya kupanda Yesu, hauna uwezo wa kupanda Yesu katika Yesu. Ninaamuru moto, katika jina la Yesu, kila agano, ninaamuru moto, kila agano likaachie kwa jina la Yesu, likaachie kwa jina la Yesu, achia agano, moto, moto Mungu,
unavunja kila madhabahu kwa moto wa Mungu, ukateketeze kila madhabahu katika jina la Yesu. Ninaamuru neema ya Mungu katika jina la Yesu. Ninamsogeza mbele zako Bwana, ninamsogeza mbele zako Yesu katika jina la Yesu. Nguvu za giza, nguvu za giza, nguvu za giza, ninateketeza kwa moto, ninateketeza kwa moto. Achia chochote cha chochote cha shetani, ninaamuru moto wa Mungu, ninaamuru moto wa Mungu, ninaamuru moto wa Mungu juu ya kila agano, watano mwana-kondoo, agano achia, watano mwana-kondoo, nguvu za giza achia, watano mwana-kondoo, mamlaka ya giza achia, katika jina la Yesu, 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 achia nguvu ya Yesu, achia nguvu ya Yesu, watano Yesu, watano Yesu, ninateketeza kila nguvu ya Yesu, ninateketeza kila nguvu ya giza, ninaamuru moto juu ya nguvu ya giza, ninaamuru moto juu ya vifungo, ninaamuru moto, ninaamuru moto chochote cha adui chenye kuzuia hatima, chochote cha shetani chenye kuzuia hatima, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, moto wa Bwana ujie, moto wa Bwana ujie, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, neema ya Bwana, hatima yake inaisogeza mikononi mwa Bwana, kusudi yake inaisogeza mikononi mwa Bwana. Shetani hauna mamlaka juu ya kusudi yake, shetani hauna uwezo juu ya kusudi lake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninaachilia nguvu ya Mungu, ninaachilia uwezo wa Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kusudi la Mungu kwenye maisha yako inaita, inapunja kila nguvu ya kwako, moto inapunja kila nguvu ya kwako katika jina la Yesu, ila nguvu ya kwako inaiteketeza kwa moto, ila nguvu ya kwako ila kifungo kwenye maisha yako inakuteketeza kwa damu ya Yesu, inakuteketeza kwa damu ya Yesu. Achia kifungo, achia kifungo, moto, achia laana, moto, achia zaitu, moto, achia mikosi, moto, achia maraa, moto, achia mabaya, moto, katika jina la Yesu. Inapiga kila roho ya adui, inapiga kila roho ya adui
katika jina la Yesu, 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 moto wa Roho Mtakatifu inateketeza, 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 wanyama wanakondo, inateketeza wanyama Yesu Kristo, inateketeza kila kitingo kwenye maisha yake, inateketeza katika jina la Yesu. Kila mahakama, kila nguvu ya mahakama kwa moto na kwa damu ya Yesu, kila nguvu ya mahakama katika jina la Yesu, ninaibomoa kila pango. Kuzimu haina mamlaka, kuzimu haina mamlaka, kuzimu ya familia haina mamlaka, madhabahu za kifo hazina mamlaka. Inateketeza, 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 kila mashetani, kila mashetani, kila mashetani, kila mashetani, kila mashetani, kila mashetani, kila mashetani katika jina la Yesu inateketeza, inazingira na kila madhabahu inayoshindana kusudi la Kristo, inaagiza moto kwenye kila madhabahu, inaagiza moto kwenye kila madhabahu, inaagiza moto kwenye miungu ya ukoo wake, inaagiza moto kwenye maagano yoyote yaliyofanyika kupitia kitoto katika jina la Yesu. Teketea agano la mishipi, teketea agano la uchawi katika jina la Yesu. Kila miungu yote inayonena kwa ajili yako ninaiteketeza kwa moto. Kila miungu yote inayozungumza kwa ajili yako ninaiteketeza kwa moto, 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 ninaiteketeza kwa moto katika jina la Yesu. Kusudi la Bwana lising'oke, kusudi la Bwana katika jina la Yesu. Ninaamuru nguvu ya kusudi ikawepo kwenye maisha yako, moto wa Bwana uwepo kwenye maisha yako, kusudi la Mungu iwepo kwenye maisha yako, neema ya Bwana iwepo kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kusudi la Mungu iwepo kwenye maisha yako. Neema, achia neema ya Mungu, achia neema ya Mungu, achia nguvu ya Roho Mtakatifu, achia uwezo wa Mungu, achia neema ya Mungu, achia neema ya Mungu,